Na katika taifa la Tanzania ni kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amekula kiapo cha utawala kwa muhula wa pili kama rais wa taifa hilo asubuhi ya leo. Ni hafla ambayo imehudhuriwa na viongozi wachache na halaiki ya wananchi kunyimwa nafasi hiyo. Rais Samia akiwataka Watanzania kuwa na umoja, kwani vurugu zilizoshuhudiwa hazileti manufaa kwa yeyote yule. Kutoka nchini Kenya, naibu rais Profesa Kithure Kindiki amemwakilisha Rais William Ruto katika hafla hiyo. Frederick Wambua anaarifu. Hatimaye taifa la Tanzania limepata suluhu, Rais Samia Suluhu akikula kiapo mwendo wa saa 5 asubuhi ya leo. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Kinyume na hafla zingine, Rais Suluhu ameapishwa chini ya ulinzi mkali katika mkutano uliohudhuriwa na viongozi wachache na walioalikwa. Swali balaga likiwa ni uchaguzi aliopata 98% ya kura kwa ujumla, ni kwa nini wananchi hawakupata nafasi mura ya kuhudhuria. Uchaguzi wa Tanzania ulizuka vurugu nyingi, hasa baada ya wagombea maarufu upinzani akiwemo Tundu Lissu kufungiwa nje ya uchaguzi, uharibifu wa mali na maafa yakishuhudiwa. Samia akikemea matukio hayo na kusema kuwa maovu hayaleti manufaa kwa yeyote. Kinyume cha hayo, maandamano, vurugu, uvunjifu wa amani husababisha maumivu na havileti manufaa wala faida kwa yoyote yule. Ni wasihi wa Tanzania tuchague hekima badala ya ghadhabu, busara badala ya mihemuko, upendo badala ya chuki, uvumilivu badala ya vinyongo, umoja badala ya mgawanyiko, na amani badala ya vurugu. Aidha, amesisitiza kwamba demokrasia haipimwi kulingana na mshindi wa uchaguzi, bali ni jinsi watakavyoendesha shughuli zao baada ya uchaguzi na kuwa na taifa moja. Taifa letu ni moja na lina nguvu zaidi kuliko mtu yoyote yule. Demokrasia haipimwi kwa nani kashinda uchaguzi, bali kwa jinsi tunavyoendesha mambo yetu baada ya uchaguzi. Tutakuwa na nguvu zaidi pale kila sauti chanya au hasi zitakaposikilizwa, kuheshimiwa na kuthaminiwa, na vile vile tunapoweza kuponya wenye maumivu. Hii si kazi ya upande mmoja wa serikali peke yake, bali ni kwa kila jumuiya za wananchi, vyama vya siasa, dini zetu. Hafla hii imehudhuriwa na marais mbalimbali, Kenya ikiwakilishwa na naibu rais Profesa Kithure Kindiki baada ya Rais William Ruto kumpongeza Samia Suluhu kwa ushindi wake. Ujumbe wao ni wa Tanzania kuhamasisha amani. Place a premium on peace, security, stability, and then the rest will be focused on creating opportunities for our people, including young people, the Gen Zs. The only way we can take care of them is to send them to school, give them skills, give them opportunities for jobs, for business. Swali lililosalia ni je, baada ya Suluhu kula kiapo, Tanzania imepata suluhu kusuluhisha vurugu zilizoshuhudiwa na kuhakikisha umoja kadri siku zinavyosonga. Frederick Wambua, Undugu TV.